Asante, naitwa Sabini John Sarme, diwani wa kata ya Lagaya, ambapo nimepata taarifa ya tukio la kuibiwa kwa mtoto hapa kwenye kituo cha afya Dareda Kati, ambayo ilitokea jana. Mama yule alijifungua majira ya saa 9, kasemekana akaja usiku mtu kwenye majira ya saa 3, kawasalimia pale, akawaoji, akamwambia mama na mama wengine waliojifungua kwamba na wapeleka watoto kwenye chanjo. Yeye anajiita ni daktari, akaja na mama yule aliyemchukua mtoto anajiita nesi. Kwa hiyo akawachukua mama, baadaye akasema mbona mtoto arudi kwenye majira ya saa 4 usiku hivi. Kwa hiyo akatoka, na nilipomuuliza mlinzi, basi mlinzi akasema yule bwana aliingia hapa akasema ana mjamzito, yaani yuko kwenye hali mbaya, anaomba mkimbize. Akawa amemkimbiza kwenye kituo. Baadaye taratibu zingine zikaendelea. Sasa mlinzi akawa amesema amechukua namba ya gari, namba ile ambayo alikuwa amemwambia sio namba yenyewe iliyoko kwenye gari. Kwa hiyo mlinzi mwenyewe akasema mimi kaangalia ile namba inatofautiana na ile namba aliyoitaja yeye, yule mhusika wa gari aina ya Noah. Kwa hiyo mimi baada ya kupokea taarifa kwa mwenyekiti wa kitongoji, nikapokea taarifa kwa mwenyekiti wa kijiji, tukawajulisha polisi. Basi kwa sababu sisi tunaomba polisi, kwa sababu sisi wananchi wa kawaida hatuwezi kuchukua hatua yoyote kwenye hili jambo ambalo utoroshaji wa watoto. Kwa hiyo jambo la kwanza tuliloona kwamba ni kuimarisha ulinzi katika kituo chetu cha afya, kwa maana anayeingia na yule anayetoka na wazingatie zile saa ambazo za kwenda kwa wagonjwa, hasa pale wodi pale wodi ya kina mama. Kwa hiyo pale, kwa sababu ya asilimia kubwa kina mama wanaotoka wanakuja kujifungua, wengine wanatoka, wengine wanaruhusiwa. Kwa hiyo tukaona kwamba ni changamoto kwa kweli swala la kuingia mtu bila utaratibu kwenye wodi ya kina mama au wodi nyingine kwenye kituo chetu cha afya. Jambo la kwanza ambayo na Diomo alikubaliana na sisi kwamba kwa hiyo kwa sasa ulinzi wetu unatakiwa imarisha kwenye vituo vya afya, kwa maana hata na hospitalini, hata ikibidi waweke hata kamera, kwa maana ya iliwahi kuibiwa hapa pikipiki kwenye kituo cha afya. Mwizi akaja akakata ile uzio pale, akatoa pikipiki ya daktari hapa. Kwa hiyo tumeona kama sehemu ya changamoto. Kwa hiyo tumeona, na mimi uto wangu kwa jamii na kwa vyombo vya serikali, hasa ililotokea hili la mtoto kuibiwa, mimi niombe kama diwani. Asante, naitwa Selina Martinami, ni diwani viti maalum mlezi wa tarafa ya Bashinet, lakini ni mkazi wa kata ya Lagaya na kijiji hiki cha Dareda Kati. Kwa kweli kama mwananchi na kiongozi wa eneo hili tumesikitishwa sana na tukio hili la mtoto kuibiwa. Halijawahi kutokea kwenye eneo hili. Kwa kweli tumeumia sana sana sana. Tunaomba vyombo vya usalama, vyombo vya ulinzi, jamii, wananchi wa Tanzania, kwa kweli tunaombeni msaada. Kama ataonekana mtu amebeba mtoto lakini hakuwa na ujauzito na kitoto hicho kinalia iwe ndani kwa mtu, kwa kweli tunaomba msaada, vyombo vitusaidie, hata jamii watusaidie. Kingine ninachoomba kwa kweli kwa wazazi na walezi, tunapokuwa kwenye huduma hizi tuwe makini sana na watu ambao wanajitambulisha kama wahudumu. Yaani tuwe makini, tusiwe wepesi wa kukabidhi watoto kwa watu ambao kwa kweli hatuwafahamu. Kwa majina naitwa Lucy Maanda, diwani viti maalum, natokea tarafa ya Bashinet, kata Dareda, lakini naishi Dareda Mission. Tukio hili nimepata kwa mheshimiwa diwani mwenzangu Selina Martinami. Amenipigia simu mnamo wa saa 2:30 kwamba kuna tukio limetokea hapa hospitali kituo cha afya Dareda na mtoto ameibiwa mnamo wa saa 4 hivi usiku. Kwa hiyo basi nikafika hapa, nikaweza kuonana na mzazi wa mtoto kwanza na viongozi walioko hapa, mheshimiwa diwani na diwani mwenzangu wa viti maalum, mwenyekiti wa kijiji, viongozi niliowakuta. Baada ya hapo tukaonana pia na mkuu msaidizi mpelelezi na mkuu wa kituo cha Dareda. Basi tukajadiliana hapa
Baadaye pia nikaweza kumwona mzazi wa mtoto, mama wa mtoto, familia, ndugu. Kwa kweli wako kwenye majonzi makubwa kupotelea na mtoto. Lakini kwa kuwa serikali yetu ni sikivu na mkoa wetu wa Manyara ni wasikivu, nina imani kubwa kwamba mtoto huyu anaweza kupatikana akiwa hai au la. Lakini tunamwomba Mungu kwamba mtoto huyu awe hai, na tunazidi kuwafariji familia pamoja na mama mzazi wa mtoto, na tumeomba uongozi wa hospitali kwamba mama huyu aendelee kubaki hapa, asiruhusiwe kwenda nyumbani, kwa sababu mama kwa mashaka, kwa vile ana uchungu, asije akatumia hatua zingine tena ambazo si rafiki kuondoa maisha yake. Kwa kweli nachoomba serikali yetu, najua serikali yetu ni sikivu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, kwamba tukio hili kwa kweli ni tukio la kusikitisha, na ninaamini kabisa mkuu wetu wa mkoa wa Manyara, mama yetu Queen Sendiga, ni mchapakazi, mama mkakamavu. Taarifa hii ameshaipata, tunaona viongozi wanakuja, tuna imani kabisa doria kwamba imewekwa kila mahali. Kwa fununu tunaambiwa kwamba gari ilielekea njia ya kwenda Katesh. Kwa hiyo bado tuna imani kwamba serikali iko makini, inaendelea kufanya kazi.